Hakuna asiyejua isipokuwa mwenye kujizima data, kujitia hamnazo, lakini hakuna asiyejua kwamba hukumu ya kuangalia mpira ni haramu. Hufai kuangalia mpira hata kama ni wakati ambao si wa ibada. Wanazuoni walichoruhusu ni kucheza mpira kwa masharti, iwe utajistiri. Sema vipi? Utajistiri kwa sababu tumeambiwa auratu rajul katika vitabu vya fikihi, na sisi tutajifanya sisi madhehebu yetu, sisi madhehebu ya Imam Shafi. Imam Shafi mwenyewe hata hajui wewe Imam Shafi madhehebu yake yasema nini. Wewe piga kelele za Imam Shafi. Uchi kwa mwanamume ni kwenye kitovu mpaka kwenye magoti. Kwa hivyo ina maana haifai mwanamume kumuona mwanamume mwenzake kitovu, na haifai mwanamume kumuona mwanamume mwenzake mapaja. Kisheria, si kimaskani na kimtaani. Kimtaani sisi hufanya tu, mtu aweza kubadilisha nguo pengine akajistiri. Wewe badilisha zote wanaume hapa, wajifunika funika nini sasa? Kuna mwanamke kwamba kuna mwanamke kwani hapa? Acha hizo, wanaume sote hapa. Nini manake mwanamume aweza kumwona mwanamume mwenzake mapaja? Hakuna dini hiyo, sheria hiyo hakuna. Tumeelewana? Kwa hivyo kucheza mpira kuko kwa kujistiri, na iwe ni wakati ambao si wa ibada, isikushughulishe na ibada, wafanya ni mazoezi, hadha jaiz. Lakini upande mwingine kutazama mpira haifai. Kutazama mpira haifai kwa sababu wale unaleta sampuli ya kuonyesha mapenzi. Naam, wachezaji wa mipira hupendwa shekh kabisa tena, na dalili ya kumpenda mtu kumfuata. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u, hakika mwenye kupenda kwa anayempenda siku zote humfuata. Ndipo pale tukiwaambia watu wa bid'a, kama kweli mwampenda mtume mufanyeje? Kufuata kabisa. Tena hii ni kidalili na kiakili. Hata mkeo mwambie nakupenda, na ile nyumba nzima uiandike I love you yote, lakini analokuambia hufuati, atakubali kwamba wampenda? Hakubali. Na mwingine usimwambie hata nakupenda, lakini akikwambia kitu uko tayari, bila shaka anaweka kwamba mume wangu yuanipenda. Kwa hivyo kumpenda mtu ni kumfuata. Sasa suala, twafuata wenye mipira ama hatuwafuati? Twafuata. Wewe ukiwa umeweza kunyoa kichwa chako kama kuku, ni dalili kwamba wewe wampenda mwenye mpira. Huwezi kunyoa ati hivi tu umenyoa. Hapana, umemuona mchezaji fulani ndio maana ukanyoa. Ukija ukichukua jina lako ukaliandika kwenye jazi, kisha ukataka pia lifanane na jina la yule mchezaji, ni dalili kwamba wewe moyo wako umeoza kwa yule mchezaji. Ukiitwa Ahmed, ukisema Ahmadiano na ukisema Ahmadinho, maana yake wataka kuwa kama nani? Nadhani tukisema hivyo kila mtu aelewa. Sasa huwezi kubadilisha jina ati hivi, hapana, umebadilisha. Wataka jina ni Muhammad na ndio jina halisi. Washaqqa min ismihi liyujillahu fadhul arshi mahmudun wa hadha Muhammadun. Wewe useme mimi naitwa Muhammadiano, hakuna Muhammadiano, jina ni Muhammad. Hizi baadhi tu ya vitu ambavyo waonyesha Waislamu wanavyopenda mipira. Lengine ni kukosa usingizi. Kosa usingizi, mtu akawa mgonjwa, akawa halali, hana furaha, amepiga makelele. Yule anayecheza pale watakujua kwamba kuna pahali huitwa Tanga, watakumjua yeye ni fulani, hata hajui kwamba kuna pahali huitwa Tanga, hajui kama. Wewe umefurusha mishipa, tuwapiga tatu nini? Tafuta kazi ufanye, tafuta kazi ufanye. Kama huna sema upewe kazi. Kuna World Cup hiyo yaanza au ishaanza, ataselewe vovote itakavyokuwa. Safari hii
tutawaona wenye kuswali tahajjud kwa sababu ya mpira. Manake nimeambiwa ile timetable iliyowekwa, kuna game za saa 4 za usiku, kuna nyingine ni saa 1 usubuhi. Lakini mimi naweza kusema hizo nyakati hazileti shida ikiwa mtu wapenda kitu. Nakwambia juu ya mimbari hii, japo si wote, lakini kuna watu watakesha kwa sababu ya mipira, lakini mtu huyu hakeshi kwa sababu ya kumwabudu Mola wake na kumnyenyekea. Takesha mpaka usubuhi, na usubuhi aunganisha, aende zake wapi? Aende zake kazini. Wachezaji wa mipira hawana faida na wewe, si hapa duniani wala si kesho akhira. Wala mwenye kufunga sijui akasujudu sijui akaswali tahajjud, hiyo haihusiani na mpira. Usilete istihzai, usilete na michezo. Sajidatu shukri ni sijida yenye kutokezea jambo kubwa, wamshukuru Mungu amekupa jambo kubwa, si kwa sababu ya kufunga bao. Kufunga bao ndio nini? Ati imekuwa watu huiga yule, lakini yule ana imani, ona akifunga wewe sujudu subhanallah. Subhanallah ni wewe uelewi kitu bwana. Na ikifika kwenye masala ya dini mtu asiingie, kila mmoja bakie pale pake. Mwenye mimbar usiende kwenye sehemu sio, na wewe ulioko huko usije hapa, kwa sababu hapa kuhusu, waachiwa wenyewe. Tujitahadhari sana na mipira, hupati faida yoyote, wapata madhambi. Tumeelewana vizuri? Na hiyo ni alama ya kuonesha kwamba wewe wampenda yule mtu. Na tumeambiwa katika akida ya Ahlus Sunna kuna kitu kinaitwa alwalau wal bara. Allahumma izza al-islam wal muslimin wa dhilla shirka wal mushrikin